Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, amesema matukio yaliyojitokeza nchini katika wiki za hivi karibuni yanaweza kuathiri kwa kiasi fulani taswira ya nchi kimataifa, hasa katika suala la kifedha na uwezo wa serikali kupata mikopo kutoka kwa taasisi za kimataifa. Ametoa kauli hiyo jana Novemba 18, 2025 huko Dodoma wakati wa kuapisha baraza jipya la mawaziri katika Ikulu ya Chamwino. Akizungumza mbele ya mawaziri wapya na viongozi waandamizi wa serikali, Rais Samia alisema kuwa uchumi wa Tanzania bado unategemea kwa kiwango kikubwa mikopo ya nje na kwamba sintofahamu ya kisiasa iliyojitokeza inaweza kupunguza imani ya taasisi hizo. Rasilimali zetu ni chache, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa za kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza kwa awamu hii ya 6, alisema Rais Samia Suluhu Hassan. Rais Samia Suluhu Hassan alieleza kuwa serikali imejipanga kurekebisha hali hiyo na kusisitiza kwa sasa miradi ya maendeleo katika muhula wa pili wa serikali ya awamu ya 6 itaanza kutekelezwa kwanza kwa nguvu za ndani za kiuchumi. Tuna kazi za kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili kutekeleza miradi ile ambayo tunakwenda kuitekeleza, alisema na kuongeza, muhula wa pili wa awamu ya 6 tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nayo, hatutakaa kusubiri. Mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan yamekuja katika kipindi ambacho serikali inakabiliwa na changamoto za kurejesha hali ya utulivu na kuimarisha uchumi baada ya kipindi cha misukosuko ya kisiasa. Wachambuzi wanasema kwamba uzito wa kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan umeonyesha namna matukio ya hivi karibuni yalivyoathiri misingi ya uaminifu wa kimataifa kwa Tanzania. Tanzania ilikumbwa na ghasia ya maandamano ya siku 3 kuanzia Oktoba 29, 2025, siku ya uchaguzi, yaliyosababisha vifo vya watu kadhaa na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Maandamano haya ya kutaka mabadiliko mbalimbali ikiwemo mifumo ya uchaguzi na usimamizi wa haki yameelezwa kuwa ni miongoni mwa machafuko makubwa zaidi nchini katika miongo ya hivi karibuni. Zaidi ya vijana 600 walikamatwa na kufunguliwa makosa yakiwemo ya uhaini. Hata hivyo, wakati wa kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wiki iliyopita, Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza msamaha kwa vijana hao, akisema kuwa vijana hao wengine walifuata mkumbo, hivyo waachiwe kwa utaratibu na kurejeshwa kwa familia zao. Maandamano ya mwaka huu Tanzania yanaelezwa ni makubwa kuliko yale ya Zanzibar ya Januari 2001, ambapo watu kadhaa waliuawa wakati wafuasi wa chama cha wananchi CUF walipopinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2000, moja ya nyakati zilizotikisa historia ya kisiasa nchini Tanzania.